Putin avitaka vikosi vya Ukraine Kursk vijisalimishe. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitaka vikosi vya Ukraine kwenye mji wa Kursk vijisalimishe. Hata hivyo pia Rais wa Marekani Donald Trump amesema wanajeshi hao wamezingirwa, lakini Ukraine imekanusha. Putin amewataka wanajeshi wa Ukraine walionasa kwenye eneo la Kursk wajisalimishe, huku Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akimtuhumu kiongozi huyo wa Urusi kwa kujaribu kuvuruga mpango wa usitishaji mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump amemuhimiza Putin aokoe maisha vikosi vya Ukraine, huku akisema mjumbe wake maalum amefanya mazungumzo yenye tija na kiongozi wa Urusi kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa kipindi cha siku 30. Urusi imefanya mashambulizi ya haraka kwenye eneo la mpaka wa magharibi la Kursk katika wiki iliyopita, ikilikomboa eneo kubwa la ardhi iliyokuwa imetekwa na kudhibitiwa na Ukraine katika uvamizi wa kushangaza Agosti mwaka uliopita. Kushindwa mjini Kursk kutakuwa pigo kubwa kwa mipango ya Ukraine kutumia udhibiti wake katika eneo hilo kama karata kwenye mazungumzo ya kutafuta amani kufuatia vita vilivyodumu miaka mitatu. Tunaunga mkono wito wa Rais Trump, Putin alisema katika matamshi yake kwenye runinga ya Urusi. Kama wataweza silaha zao kuweka chini na kujisalimisha, watahakikishiwa maisha yao na kufanyiwa vitendo vya heshima. Rais Trump alisema maelfu ya vikosi vya Ukraine wamezungukwa kabisa na jeshi la Urusi na wapo katika hali mbaya na ya hatari. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa upande wa Urusi utakubaliana na masharti ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine. Anasema, tumekuwa na habari njema zinazotoka Urusi, aliwaambia waandishi wa habari katika kituo cha pamoja cha Andrews karibu na Washington kabla ya kuondoka kuelekea Florida. Ninahisi kwamba Urusi itafanya makubaliano nasi, natumai, kiongozi huyo wa Marekani aliongeza. Hakueleza ni habari gani anazungumza. Tumezungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin, Trump alisema, akimaanisha mazungumzo kati ya kiongozi wa Urusi na mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff. Anasema tumezungumza na watu wengi na Ukraine inasubiri, aliongeza. Ninapata kutoka kwa maoni kuhusu kusitisha mapigano na hatimaye makubaliano mitetemo mizuri kutoka Urusi, Trump alisisitiza. Hakushiriki maelezo yoyote. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov hapo awali alisema kwamba Putin alimpokea mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff mwishoni mwa Alhamisi na kumtaka apitishe ujumbe kwa Rais Trump. Msemaji huyo hakufichua mada za mazungumzo kati ya Putin na Witkoff. Katibu habari wa ikulu ya White House Caroline alitangaza mnamo Machi 12 kwamba Witkoff atasafiri hadi Moscow kujadili njia za kutatua mzozo nchini Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana uhakika kuwa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin atakubali kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Alipoulizwa na mtangazaji wa kipindi cha Full Measure kama ana mpango wowote iwapo rais wa Urusi atakubali kusitishwa kwa mapigano, Trump alisema, habari mbaya kwa ulimwengu huu kwa sababu watu wengi wanakufa nchini Ukraine, lakini nadhani atakubali. Ninakubali, kweli ninakubali. Nadhani ninamfahamu vizuri na nadhani atakubali. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa alikuwa mbishi alipoahidi kusuluhisha mzozo wa Ukraine katika muda wa saa 24, lakini ana uhakika kwamba atafanikiwa katika hili baada ya muda mrefu. Nilikuwa mbishi kidogo niliposema kwamba nitafanya, ninachomaanisha ni kwamba ningependa kusuluhisha na nitafikiri nitafanikiwa. Wakati wa kampeni zake za uchaguzi, Trump alisema mara kwa mara kwamba atasuluhisha mzozo wa Ukraine katika masaa 24 na zaidi ya hayo angeweza kufanya hivyo hata kabla ya kuapishwa kwake. Hapo kwa rais huyo wa Marekani Donald Trump pia anasema mchakato wa suluhu ya amani nchini Ukraine unaendelea vyema. Nadhani inaendelea vizuri, alisema kwenye mahojiano. Alikiri hata hivyo kwamba ni hali ngumu sana. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile usalama wa muda mrefu wa Ukraine unaweza kuhakikishwa tu katika siku zijazo baada ya pande husika kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Hilo litaamuliwa na mazungumzo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari baada ya mkutano wa kilele wa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 alipoulizwa jinsi mipango thabiti na ya ajabu ya usalama inaweza kuonekana. Vile suala la uwezekano wa makubaliano ya Kiev na Moscow bado halijazingatiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema, ni nini maafikiano hayo yanabakia kuonekana. Hiyo itabidi iwe sehemu ya mazungumzo, lakini haitakuwa na manufaa kuingia katika mazungumzo hayo kwa kutoa kauli za blanketi ambazo zinaweza kutoa kisingizio kwa upande mmoja au mwingine kutoshiriki katika hilo, aliwaambia mkutano wa wanahabari baada ya mkutano wa kundi la mawaziri 7 nchini Canada. Vile ombi la rais wa Urusi Vladimir Putin kwa wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kursk kuweka chini silaha bado lipo,
lakini muda unasonga. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema bado inatumika, alisema akijibu swali linalolingana. Wakati wao unapungua kama ngozi ya kijani kibichi, alisema akimaanisha ngozi ya the magic skin. Hapo awali katika mkutano wa kiutendaji wa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama, Putin aliwahakikishia wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk maisha na matibabu ikiwa wataweka chini silaha zao na kujisalimisha. Walakini kwa hili kutokea agizo linalolingana lazima litolewe na uongozi wa kijeshi na kisiasa huko Kyiv, rais wa Urusi alisema. Vile wanajeshi wa Urusi wamefika viunga vya kijiji cha Cheribak katika mkoa wa Zaporizhzhia na kuanza kukikomboa. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa kamati ya kiraia ya Urusi, anasema. Hapo awali alisema kwamba wanajeshi wa Urusi walikuwa wamesonga mbele katika mkoa wa Zaporizhzhia wakikaribia makazi ya Chebak na Mail Chebak kutoka kusini. Vilevile kazi ya kudhoofisha eneo lililokombolewa la mkoa wa Kursk imeanza. Alexander Hitchestein, kaimu gavana mkoa huo, anasema vikosi vya uhandisi tayari vimeanza kuharibu eneo lililokombolewa. Kulingana na kaimu mkuu wa mkoa, vikosi vya jeshi vya Ukraine vinaendelea kushambulia makazi kwenye mkoa wa Kursk kwa kutumia mabomu na mifumo ya kurusha roketi nyingi na kuangusha migodi ya Lepestok ya kuzuia wanajeshi. Vile wanajeshi wa Ukraine kwenye eneo la Kursk wataangamizwa kikatili ikiwa watakataa kuweka chini silaha zao. Dmitry Medvedev, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, anasema. Hapo awali rais wa Urusi Vladimir Putin aliliambia Baraza la Usalama kwamba wanamgambo wa Ukraine ambao waliweka silaha zao karibu na Kursk watahakikishiwa maisha na matibabu ya heshima. Hii ni mtazamo wa kibinadamu sana wa nchi yetu. Lakini kwa wanazo wa Ukraine pia kuna upande mwingine. Ikiwa watakataa kuweka silaha chini, wote wataondolewa kwa utaratibu na bila huruma. Alibainisha kuwa saa zijazo zitaonyesha iwapo utawala wa Kyiv utatumia nafasi hiyo kuwaokoa wanajeshi wake. Vilevile Urusi inaunga mkono wazo la kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 nchini Ukraine, lakini bado haijaamua ni nani atafuatilia rasmi uzingatiaji wake. Spika Baraza la Shirikisho la Urusi au Baraza la Juu la Bunge Valentina Matviyenko anasema Rais Putin wa Urusi na jeshi lake wamerudia kusema kwamba tunataka suluhu la amani la kidiplomasia na tuko tayari kwa mazungumzo. Kwa kawaida tunawaunga mkono, lakini hebu tujadiliane ili kuona hii itamaanisha nini kwetu, ili kuhakikisha kwamba jambo zima halijirudi kwa nguvu mpya katika siku 30. Hakuna njia, tunahitaji kuzungumza juu ya kila kitu, kuchambua, kufikia mwafaka. Alisisitiza kuwa kama kampeni ya uhamasishaji itaendelea na silaha zitaendelea kutolewa, hii haitakuwa usitishaji wa mapigano. Anasema nadhani mazungumzo ya kina juu ya mambo haya yatafanyika siku hizi, aliongeza. Vilevile nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 zimekubaliana kwa kauli moja kuunga mkono mwelekeo wa Marekani katika juhudi zake za kutafuta usitishaji mapigano nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly amesema kando mwa mkutano wa G7 uliofanyika mjini Charlevoix katika jimbo la Quebec mashariki mwa Canada kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wanakubaliana na pendekezo la Marekani la usitishaji mapigano linaloungwa mkono na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi za G7 zinaiunga mkono Ukraine bila kutetereka. Taarifa pamoja ya mawaziri wa mambo ya nje wa G7 imesema wanasisitiza tena msaada wao kwa Ukraine kuilinda heshima mipaka, haki ya Ukraine kuwepo na uhuru wake. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.